Haya mtazamaji, nao wafanyabiashara katika soko la Malaba katika kaunti ya Busia wameelezea kutoridhishwa na hatua ya baadhi ya viongozi wa kisiasa ambao wameendeleza kutekeleza wajibu wao na hata kufanya masuala ya maendeleo kuwa ya kisiasa. Wakirejelea katika kituo jumuishi cha Malaba, wanafanyabiashara hao wameshangaa ni kwa nini viongozi wa Busia wanapigana baada ya serikali ya kitaifa kutangaza mipango ya kujenga soko la kisasa la takriban kima cha shilingi milioni 400. Hebu tazama. Soko tunahangaika tu, ukiangalia matope, kuna matope mingi. Na soko tulikuwa tunalipa ushuru, lakini serikali iko na hatujailipiwa hii soko, tunahangaishwa. Mwenye shamba anakuja anataka pesa ya soko. Tunashinda sasa tuende wapi? Na tumezoea hii miaka yote tumekuwa tukilipa ushuru. Tafadhali tunaomba mtusaidie. Tunahangaika. Mfanyabiashara hapa zaidi ya miaka 25. Na kwa hiyo miaka 25 hujawahi kuwa na soko. Tulianzia kwa Rero tukafukuzwa na Rero. Tukakuja hapa mwishowe tulikuja tukafukuzwa na mwenye hapa. Baadaye tukalilia mwenye hapa akatufungulia tukaanza kutandika hapa. Na mwenyewe baadaye alisema anauza hii shamba. Na kaunti ikajitolea kununua. Na wakasikilizana. Sisi kama wafanyabiashara hatujui walisikilizana pesa ngapi. Nyesha tunateseka zaidi, hata mnaona hii nyumba jinsi vile ilivyo. Tunanyeshewa jinsi vile tulivyo. Hiyo mvua ikikuja na upepo, ndani yote vitu zinaloa. Hatuna mahali pa kukalia. Wenye wanaweka siasa waache kuweka siasa kwa hii shamba. Hii shamba inasaidia watu wengi. Tumelelewa kwa hii shamba. Sisi bado tunalelea watoto wetu kwa hii shamba. Ambayo imepita kama miwili